Bwana mambo vipi, mambo liaje mwanafamilia Together Online? Ni wakati mwingine tena tumekutana tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Wabongo kama kawaida yao wamejitokeza bwana hapa baada ya hizi picha za Nicole akiwa mahakamani, ambako siku ya leo ameweza kupelekwa kwa ajili ya kusomewa mashtaka yake na kuyajibu pia. Kiukweli wabongo, maoni ya watu yamekuwa ni mengi, ambapo kama huyu hapa anasema tuweni makini jamani, kuna sura za mahakamani. Yakasapia kwamba watatoka na watakuwa salama zaidi ya walivyokuwa. Ila ni mzuri jamani. Yakasapia kwamba huyu dada ana sura ya upole sana. Yakasapia kwamba Nicole ndo mwanzilishi wa LBL, kwa sababu kwamba watu hawahurumii mpododo wote huo wanaupandisha ubaoni. Yakasapia kwamba kama unamkubali Mungu kuliko mtu yoyote like hapa. Mahakamani ni sehemu ya haki. Sasa kwa nini anyimwe filter? Yakasema kwamba life can change in seconds. Be humble. Mungu atamwepushia katika hili inshallah, ila kuna la kujifunza hapa ndugu vijumbe. Upatu sio kosa kisheria. Kosa ni upatu haramu. Kuna tofauti kati ya kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu, upatu pamoja na uvunjifu wa mkataba. Mkijichanganya anaachiwa huru. Anasema kwamba mjifunze kupitia ile kesi ya Martha Hamisi dhidi ya kikundi cha Usuruguru Sengerema, na niliposti pia. Yakasapia kwamba shida ni kukeuka sheria ya vibari vya biashara husika. Yakasapia kwamba upatu ni upatu. Imeainishwa kwenye sheria juu ya kuwa na kibari kutoka benki kuu juu ya biashara yoyote na uhusiano na mzunguko wa fedha. Hakuna upatu halali na ambao si halali. Upatu ni upatu tu. Unahitajika uwe na kibali. Kila kibali anasema kwamba bila kibali huo unakuwa ni utapeli, na watu wengi wanatapeliwa. Huyu akaja akasema kwamba mahakamani wasingemruhusu asimame, ndo silaha yake. Eti mahakamani, wanasema mahakamani wasimruhusu asimame, ndo silaha yake. Kwa sababu kwamba huyu ndo Nicole wa kwenye huba. Kwa sababu kwamba siku nyingine ya kuwakumbusha wanawake kuwa hata uwe mzuri vipi, kwenye matatizo utabaki mwenyewe. Yakasapia kwamba anasema kwamba ila mtuhumiwa ni mbea. Kwa sababu kwamba mbona leo ziwa dogo jamani, lile nido limeenda wapi? Yakasapia kwamba mtume Pirato. Kwa sababu kwamba filter akacheka. Let us be humble. Life can change in a minute. Filter shikamo. Yakasapia kwamba tunamwombea heri ili nalo litapita. Anasemaje? Anajitoa tu fahamu, lakini anatia sana huruma. Muogope sana mdada mwenye mikucha na mitatu. Narudia tena, na kipini puani, ogopa sana. Yakasapia kwamba ni mzuri, lakini yakasapia kwamba kumbe Nicole ndo huyu, sio yule. Kwenye maisha bila kupitia mitihani huwezi kuwa na nguvu wala maarifa makubwa. Pole sana Nicole Jobbery. Huyu akaja akasema Halotel inawasiliana na wateja wake kupitia 100 tu, sitaperiki. Jamani, kwenye kila posti ya Nicole nakuwa naona sana hizi jumbe za sitaperiki. Yakasapia kwamba ila kwa uzuri Nicole ni mzuri natural. Tusemeni tu kweli. Anamuonea huruma huyu dada, ila amekuwa mfano wa vijumbe wote. At least sasa hivi vijumbe wataacha kucheza na akili za watu. Wakichimba, serikali inalinda na kutambua haki za watu. Yakasapia kwamba anasemaje huyo? Anasema laki mbili. Ana maana gani huyo? Anasema kwamba hapana, huyo sio Nicole jamani, huyu ni Tabu. Yakasapia kwamba hiyo lipsi ya juu kama alipiga denda nyuki. Yakasapia kwamba msiamini snap, watu ni weusi jamani. Yakasapia kwamba mchanganya sio yeye. Kwa sababu kwamba mimi wala si hukumu
ninakosea pia, lakini mwanadamu yoyote yule, kwamba ninakosea pia kama mwanadamu yoyote yule. Pole sana dia, kila mtu anapitia changamoto au matatizo yoyote, kwa sababu kuna namna Mungu huwa ana ruhusu vitu vitokee. Huyu hapa kaja akasema, mbona ni mzuri tu, yule alopiga picha za mwanzo itakuwa sehemu yake ni ya Phoenix. Yakasa kwamba I wish nimwekee hata zamana tu, one day atarudishaga fadhila. Yakasa pia kwamba Mungu amsaidia atoke maskini. Mbona ni mzuri tu jamani, kwa sababu kwamba kitweki kidogo tu hapo kesi kwisha. Yakasa pia kwamba baada ya Nicole kufikishwa mahakamani, rudini mkawakamate matapeli wote, maana hawajitambui. Yakasa pia kwamba Nicole kama Yanga tu. Yakasa pia kwamba Nyonyo ameliacha nyumbani ama. Yakasa kwamba maskini anatia huruma. Yakasa kwamba lakini bado ni mrembo tu. Sema jua kali wamwekee dhamana. Haki nimemwonea huruma sana. Let's be humble. I say maisha yanabadilika sana in a second. Sema sijui anacheka nini, ila anacheka. Kwa sababu kwamba yule aliyempiga picha na smart kitochi akamatwa apigwe fimbo. Huyu akaja kaza pia kwamba anatia huruma jamani. Mange Kimambi binti alikuwa na kamdomo sana huyu. Ona sasa. Yakasapia kwamba Nicole. Kwa sababu kwamba na uhakika jamani huyu ni Nicole. Kwa sababu kwamba basi tu namuonea huruma sana. Kwa sababu kwamba kwa nini aitwe Joyce? Kwa sababu kwamba mbona na sura mbovu hivi? Pole sana kipenzi chetu. Yote ni katika utafutaji. Mwenyezi Mungu akusimamia inshallah. Ilo dada bwana na lips nzuri. Najua haiwauso, lakini amenunua TV mpya.